Tusimame wote kwa pamoja. Tuna hali ya hewa ambayo si nzuri Tanzania. Wizara ya Afya imetangaza kuna tatizo la upumuaji COVID, ila hatututishi kabisa, kwa sababu tulipita huko nyuma, tulisimama na Mungu na Bwana akatuvusha, na hakuna tuliyezika hata mtu mmoja. Kwa hiyo hata na hii itapita na yenyewe. Kwa hiyo kuna changamoto ya hali ya hewa, na yumkini uko katikati yetu unapitia changamoto hiyo. Usitishike, usiogope, tutaomba na zingatia kanuni za afya. Nenda kanywa malimao, maji ya moto, fanya mazoezi. Vitapita tu hivi navyo kama vilivyopita vingine, lakini tutakase anga, wanawe poluti anga, tukatae mavirusi na mabakteria yote. Hebu inua mikono yako juu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, natakasa anga la Tanzania, na achilia damu ya Yesu ndani ya anga la Tanzania. Virusi vyote, bakteria wote, magonjwa yote ya mlipuko, tunakataa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakataa kila aina ya udhaifu ndani ya mwili wangu, madhaifu yote kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu omba, kataa vyote, kataa kwa jina la Yesu, kataa. Karamu shekeriando. Tunatakasa anga la Tanzania, kila roho za magonjwa, maroho, mavirusi, mabakteria, anga ambalo limechafuka tunalitakasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shetani achia Tanzania, toka kuzimu na magonjwa yako yote, peka achia kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ambao umekuja mbele, kama unaumwa weka mkono kwenye moyo wako. Kama unasikia kuumwa weka mkono kwenye moyo, lakini kama una mapito yako mengine nyosha mikono yako miwili juu. Asante Roho Mtakatifu. Karibuni wazee wa kanisa, karibuni tufanye huduma pamoja. Karibuni na wachungaji, karibuni wote. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu. Rande katoria mantara baboshia mande, kila roho za mateso na magonjwa toka chia kwa damu ya Yesu. Jesus, thank you Holy Spirit for the power. Sikiliza, kuzimu una mamlaka, nguvu ya magonjwa, nguvu ya mateso. Yes, hiyo nguvu ile katika ulimwengu wa roho inaokutesa inaachia mwili wako sasa. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, toka chia kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Lakatapa shekeriando, rakatapa papa. Asante Roho Mtakatifu. Nasikia nguvu yako ya uzima na uponyaji inapita kila mahali, inapita kwenye mwili huu. Kila pando asilopanda Baba wa mbinguni likangolewe. Ndio unapokea uzima. Yes, pokea uzima, pokea uzima. Homa iondoke, changamoto ya afya itoke sasa. Toka nguvu za magonjwa ya kuzimu, toka, achia mwili huu, achia kwa damu ya Yesu. Shetani una mamlaka, achia. Toka uzimu, achia katika jina la Yesu. Toka uzimu, achia kwa damu ya mwana kondoo. Shetani una mamlaka, achia. Roho za mateso na magonjwa zikuachie sasa. Mwili wako pokea uzima, uponyaji. Lakatapa shekeriando kwenye kifua chako na mwili wako wote, na chile uzima. Damu ya Yesu inatakasa katika jina la Yesu. Na kanyaga nge na nyoka na nguvu zote. Homa ikuachie, homa ikuachie. Toka magonjwa na mashambulizi yote, toka, achia kwa damu ya Yesu. Toka, achia kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Pokea uzima. Lakatapa katamara mandala bashaka. Nguvu za Roho Mtakatifu zinapita kwenye mwili wako. Nguvu za Mungu zinapita kwenye mwili wako.
Nasikia uzima ndani yako sasa. Roho Mtakatifu, asante kwa karama ya uzima na uponyaji. Pokea kwa damu ya Yesu, pokea uzima. Mwili wako funguliwa, wekwa huru. Yes, toka, achia. Toka, uzima achia katika jina la Yesu. Nasema achia kwa damu ya mwana kondoo. Pokea uzima kwenye mwili wako. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Yesu, 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 moto. Toka na pepo. Toka, achia binti huyu. Toka, achia, ndio. Mwachie. Mwachie. Toka kuzimu. Toka, achia. Nasema achia, ondoka, nimekuona, ondoka. Achia binti huyu. Nasema ondoka. Ondoka. Ndio, ondoka. Nasema ondoka. Ewe pepo uliojificha ndani yake na kulipua. Na kulipua ndani yake. Na kulipua ndani yake, ondoka. Jesus, ondoka, ndio. Nimekuona. Unakuja kwa njia ya ndoto. Achia, ndio. Nimekuona ndani yake. Moto wa Roho Mtakatifu. Mwache tu, usimnganganie. Moto wa Roho Mtakatifu. Ondoka, nimekuona. Ondoka, nimekuona. Nimekuona ndani ya moyo wake, umekamata moyo wake. Umeka uchungu. Na achilia moto. Fire! Yes! Fire come out! Fire come out! Unaondoka, unamwachia binti huyu. Pokea uhuru katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa utukufu wa Mungu Baba. Asante Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho za mateso, roho za magonjwa ya kila aina ndani ya mwili huu, ninaachilia moto. Fire come out! Fire come out! Fire come out! Asante Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Pokea uzima kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, ninaachilia nguvu ya uzima kwenye mwili wako. Mashambulizi ya magonjwa na mateso kwenye mwili huu, moto wa Roho Mtakatifu. Toka, achia kwa damu ya Yesu. Toka, achia mwili wake. Toka, achia mwili wake. Toka, achia mwili wake. Kwa jina la Yesu, pokea uzima katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, yale mapepo yaliyotumwa kutoka kwa baba yako, ndio. Yale mapepo kutoka kwa baba. Toka, muuza kichawi kwa baba kule. Toka, achia. Nakata mawasiliano. Ndio. Katika ulimwengu wa roho. Toka, achia. Damu ya Yesu. Toka, achia binti huyu. Kila ulilonena. Toka, achia. Achia. Toka maneno yote. Futa maneno yote. Futa maneno yote. Futa maneno yote. Jesus. Sema fire. Sema moto. Sema kila uchawi, kila ushirikina. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Na kutoa hilo jina lako kwenye madhabahu za kichawi na ushirikina, wanakuachia. Natangaza wokovu. Matunguri hana chochote. Huo ni choo popote pale. Na achilia moto. Sema moto. Sema moto. Sema moto. Kwa jina la Yesu. Watu ambao hawajaokoka wana utamaduni wa kwenda kwa waganga kufanya mambo fulani fulani. Lakini sisi tunapookoka tunakuwa fire. Sema mimi ni fire. Sema mimi ni moto. Sema mimi ni moto. Sema nateketeza. Sema mimi ni moto. Sema mimi ni moto. Sema mimi ni fire. Sema nateketeza kila uchawi, kila ushirikina ndani ya familia yangu. Nateketeza. Sema fire, 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 fire. Hatuogopi kukaa na ndugu zetu. Hatuogopi kukaa na wazazi wetu. Hata kama wanaenda kwa waganga, sisi tunazidi kuwa fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Ninaachilia fire. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Huyu naye ni mmoja wapo ambaye amejenga nyumbani kwao. Unapojenga nyumbani, si watu wote wanafurahi. Miungu inachukia. Baba, ninaachilia nguvu ya Mungu
kwa mtumishi wako. Ardhi ile ambayo ameijenga, kama ziko madhabahu na miungu na uchawi na ushirikina, ninaachilia fire, ninaachilia fire, ninaachilia fire, moto, moto wa Roho Mtakatifu. Nateketeza kila uchawi wote, ukafanyike baraka kwenye familia yako katika jina la Yesu. Huyu naye sema fire, sema fire, sema fire, moto, 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 moto. Yes. Hawataki aokoke, hawataki wasimame, lakini atasimama maadamu ameamua kuokoka. Natuma fire kule Singida, kulikotokea kule Singida, kule Singida, kule Singida. Wachawi wote wa Singida, fire, fire, fire. Kule Singida wamekufunga, wamefunga maisha yako, wanapigwa fire kila mahali, moto kila mahali, moto kila mahali, moto kila mahali, moto kila mahali. Sema fire, ongeza moto, naongeza moto, naongeza moto. Na magonjwa mliomwekea binti huyu, shetani na mapepo yote, ondoke na magonjwa yote. Haya, fungasha, hatupotezi muda, fungasha. 1 2, aondoka sasa. 3, usirudi tena, achia binti huyu, ni mali ya Yesu, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya, pigia Yesu makofi. Anasumbukia maisha yangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia uzima wangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia familia yangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia wazazi wangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia maisha yangu. Wa milele Bwana wa baraka Yesu wewe, Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu wewe, wa milele Mungu wa baraka Yesu, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu wewe, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu wewe, wa milele Baba wa baraka Yesu wewe. anasumbukia maisha yangu, Anasumbukia uzima wangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia afya yangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia uchumi wangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia maisha yangu, anasumbukia maisha yangu. wa milele Mungu wa baraka ni Yesu, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mimi siliwaambiaga upako ukishuka naimba. Yaani upako ukishuka napiga pambio wewe. Lakini anointing ikiondoka wala hata sauti, na sauti mpaka ya 20. Siwezi hata kupangilia mapambio. Huyu Yesu jamani. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu, tunalo neno lako la uzima. Tunaenda kulisikiliza wakati huu. Watoto wako wanapenda kulipokea. Naomba ukawabariki. Katika jina la Yesu, kanipake mafuta mabichi kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Naomba ukae. Leo tunataka tuanze zile silaha za kujilinda. Lakini kabla ya silaha za kujilinda, nataka nizungumzie habari ya maagenti au mawakala wa kuzimu. Tuna mawakala wa aina 3. Mawakala wa aina 3. Kwanza, kabla sijataja mawakala, kanisa linapigana vita vya aina 2. Kuna vita vya ndani na vita vya nje. Shetani strategy yake ni kuliataki kanisa.
Kama ujumbe unavyosema kanisa tuko vitani, kwa nini tuko vitani? Na tunapigana na nani? Tunapambana na shetani na ufalme wake na mawakala wake, ambao siku zote walipambana na ufalme wa Mungu. Na hapa duniani mpendwa, usishangae nasema hatuko vitani, kwa sababu hata mbinguni vita vinapiganwa. Halo, mbinguni vita vinafanyaje? Vinapiganwa. Yaani ngoja nikwambie tu, soma Ufunuo sura ya 12 usikie pale, ujue kwamba mbinguni kuna vita na vilishapigana vita. Sasa hapa nikwambia tuko vitani, usishangae, kwa sababu hata vita mbinguni vilipiganwa, na vita dhidi ya shetani na mawakala wake na maagenti wake na malaika walioasi. Mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Wote sema kulikuwa kuna vita mbinguni. Sema tena, kulikuwa kuna vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sasa ishia tu hapo. Yaani mbinguni kulikuwa kuna vita. Biblia inasema kama mbinguni kulikuwa kuna vita, shetani yule joka na malaika zake walioasi wakapambana na malaika wa Mungu, vipi kuhusu duniani? Vipi kuhusu hapa duniani? Kwa hiyo tunapozungumza kanisa liko vitani, ni ukweli usiopingika. Sisi duniani tunamwakilisha Mungu kwenye vita, na ndio maana unapookoka tu umetangaza vita. Sasa kuna watu wameokoka wanataka kuja kwa Yesu alafu wakae starehe. Yaani huku kwa Yesu ndugu hakuna starehe. Mwambie mzao hakuna starehe. Hapo ukishaokoka unapigana vita. Sema amina. Sasa tuna vita vya nje na vita vya ndani. Hata ukijaribu kuangalia kanisa linaweza likapigwa vita nje. Ndani tunaendelea kujenga kanisa, kufanya huduma, kufanya hichi, kufanya kile, hata shetani asinyamaze kimya kwa habari ya vitu tunavyofanya kanisani, kwa sababu ana mawakala wake kupambana na kanisa. Hata wakati wa Agano la Kale ukisoma kile kitabu cha Nehemia ile sura ya 2, naomba usomee pale. Nehemia sura ya 2 ule mstari wa 19 na 20. Biblia inasema, lakini waliposikia Sanbalati Mwamoni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshomu Mwarabu walitucheka, wakatudharau wakisema, ni nini neno hili mnalolifanya? Je, mtaasi ninyi juu ya mfalme? Ndipo nikawajibu, kwa vita vinaweza vikatokea, shetani akatucheka, akatudhihaki, akamutu kuhamisha kazi ya Mungu na ukasha tamaa maisha yako. Akapiga vita kanisa, akapiga vita washirika, akapiga vita mchungaji. Nehemia anasimama kujenga ukuta, anatumia mawakala wa shetani. Tuna mawakala wa kuzimu nje na ndani, wapo kila mahali. Hebu soma ile Sura 4 mstari wa 15. Hiyo Nehemia 4:15. Kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na dirii, na maakida walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Watu wale walioujenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga. Na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Nikawaambia inatosha. Asa Nehemia anajenga ukuta, lakini anaona vita wakina Sanbalati na Tobia. Tuna wakina Sanbalati huko nje,
ambao wanaposikia kazi ya Mungu inaendelea mbele, wanaulizia Shalom, nini kinachoendelea? Wanaambia Shalom, moto unaendelea. Wanajaribu kukatisha tamaa. Watakukatisha tamaa wewe, watakatisha tamaa kanisa, ili tusonge mbele na kazi ya injili. Nehemia anajenga ukuta Yerusalemu, anagundua wako maadui wanapambana nao, wakina Tobia na kina Sanbalati. Lakini Yeremia hakuogopa, alipambana vita. Sema amina kama unanielewa. Hajaogopa chochote, alipambana vita. Na akasema nusu ya watu watajenga, nusu nyingine watashika mkuki, ngao, upinde, dirii, watapigana vita kwa ajili ya maadui. Sisi kama kanisa lazima tupigane vita vya kiroho dhidi ya shetani na mawakala wake katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Na shetani ana mawakala wake. Wako wachawi, wako washirikina, wako maagenti wa kuzimu, wako vikundi vya siri vya kipepo, vipo na vinafanya kazi ili kudhoofisha kanisa na kazi ya Mungu. Lakini Yeremia, pamoja na wale ambao walikuwa wanapigana vita, wengine wale walikuwa wanajenga. Biblia inasema mkono mmoja walishika silaha na mkono mwingine walishika mwiko, walishika kibao, walishika kobiro. Kwa mkono mmoja wanajenga, mkono mwingine wanapiga vita. Mpendwa, lazima tupigane vita huko tunaifanya kazi ya Mungu. Tunapigana vita huko tunaifanya kazi ya Mungu. Tunapigana vita huko tunaifanya kazi ya Mungu. Na lazima tushinde katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Pigana vita kwa ajili ya familia yako. Pigana vita kwa ajili ya ndoa yako. Pigana vita kwa ajili ya watoto wako. Pigana vita kwa ajili ya biashara yako. Usiogope, Bwana atakutetea na kukupigania katika jina la Yesu. Sasa tuna mawakala wa shetani ndani na nje wapo. Na hao maagenti wako aina tatu. Aina ya kwanza ni maagenti kwa asili, wamezaliwa kuwa hivyo. Ni maagenti kwa asili, wamezaliwa kuwa maagenti. Hao ni watu wa namna gani? Ni watu wa namna gani? Asubuhi nilitoa ushuhuda nikasema, ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 6, hebu naomba nisomee pale. Ukisoma Mwanzo sura ya 6, kuna watu walizaliwa kuwa mawakala wa shetani. Hata uhubiri injili, hata umshuhudie, hata umpe ibada, habadiliki. Kwa asili yake ni wakala wa shetani. Na wanapatikanaje hao watu? Soma Mwanzo sura ya 6. Mwanzo 6 mstari wa kwanza. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi alilowaza moyoni mwake. Ni malaika walioasi kutoka mbinguni, alafu wakaanza kuoana na wanadamu. Walivyoana na wanadamu, wakazaliwa mijitu inaitwa minefili. Wanefili wale mijitu yenye nguvu. Sasa mimi ninachagua huu upande wa malaika, kwa sababu kilichozaliwa kinathibitisha hakikuwa kiumbe cha kawaida. Walikuwa ni machotara. Kwa mimi nachagua hawa, sichagui kizazi cha Seti, nachagua malaika walioacha enzi yao, wakaja wakavaa miili wanaume, wakaanza kuchukua wanadamu na kuwaoa. Na Biblia inasema walipooa wakazaliwa wanefili. Na wale wanefili waliozaliwa, Mungu alipowatazama, kwa sababu ni mbegu ya kishetani na mbegu ya kibinadamu, ni chotara, wanasema walikuwa wana uwezo mkubwa. Na wanasema hivi, Mwanzo sura ya 6 ndio uchao ulipoanzia, ndio sayansi ilipoanzia, ndio kuroga kulikoanzia,
Ndiyo elimu hii unaiona ya mashetani ilipoanzia pale. Waliwafundisha wakina nani? Ni wale malaika walioasi. Mwanzo sura ya 6 ndipo walipoanza kugundua silaha nzito. Silaha hizi unasikia mabomu ya nyuklia, si mabomu ya nini, hizo silaha wanasema zilianza kugundulika wakati wa Mwanzo sura ya 6. Maana walijazaliwa watu ambao very intelligence, lakini walitumia kishetani. Afu Mungu alipowatazama akajua hapa sina mtu yeyote, na ghairi kwamba nifanya mwanadamu nafutilia mbali. Lakini alipomtazama nani? Nuhu akapata Nuhu alikuwa ni mbegu ya Mungu sasa ya Seti, ambaye haijachanganywa wala haijachakachuliwa. Alikuwa ni nini? Ni mbegu ya Mungu mwenyewe. Sema amina kama unanielewa. Sasa hawa Mungu alipowatazama alijua hata wangehubiriwa, hata wangeambiwa nini, wasingebadilika. Dawa ni nini? Futa dunia yote. Na walipofuta dunia, Mungu kile kizazi kiliondoka, ikabaki mbegu ya nani? Ya Nuhu. Lakini Nuhu, ndani ya Nuhu kukao kuna mbegu nyingine ya kishetani pale, ambao tunamwona ile mtoto ambaye alimchungulia baba yake, akaambiwa umelaaniwa Kanaani. Kwa hiyo kupitia uzao wa Kanaani kukaanza kuibuka tena maovu mengine. Kwa hiyo ile mbegu ikaendelea katika ulimwengu wa roho, na sasa mbegu ile pia, hicho kizazi ambacho kilizaliwa ndio hicho ambacho kinatajwa pia katika kitabu kile cha Yuda sura ya 1 mstari wa 4. Naomba nisomee pale. Kinatajwa hicho kizazi hapo. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Unasikia? Yuda anazungumzia hichi kizazi cha mawakala wa shetani ambao ni maagent kwa kuzaliwa, kwamba walishaandikiwa toka misingi ya dunia kwamba hawa watakuwa ni mawakala, hawatakaa badilika. Na hawa ndio wanatesa kanisa kwa sasa hivi. Hawa ndio wanapanga mbinu namna gani walidhoofisha kanisa. Na cha ajabu sasa, wengine wameingia makanisani wakawa kama watu waliookoka, wengine wamekuwa maaskofu, wengine wamekuwa manabii, wengine wamekuwa mitume, wengine wamekuwa viongozi kabisa. Na ndio maana leo hii watu wanafungua vitu vyao, wanavimiliki wao, wanafanya vitu vya ajabu na hakuna wa kuwasemesha. Na wana nguvu na ushawishi mpaka serikalini. Wana nguvu na ushawishi. Hawa ambao ni mawakala wa kuzimu wanaifanya. Unasikia wengine ni wazinzi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine unaona ni wazinzi, wengine walevi, wengine wanaona kuacha wake zao. Hawana misingi ya kibiblia, hawana misingi ya kimungu. Ni mawakala wa kuzimu. Na mbaya zaidi, leo hii wamekuja wakaingia kwenye system ya kanisa, wanatembea na kanisa kana kwamba wameokoka, kumbe ni mawakala wa kuzimu. Hawa ni mawakala kwa kuzaliwa, wako lengo lao ni kudhoofisha kanisa. Na ndiyo maana leo hii, na wana nguvu, wana sauti, wana pesa, wana kila kitu, maana shetani anawafanikisha. Kwa hiyo wanafanikishwa na shetani, wanapewa pesa nyingi, magari, majumba, kila kitu, wanakusanya watu wengi, lakini maisha yao ni kinyume na neno la Mungu. Sasa hao wanaitwa maagenti wa kuzaliwa au mawakala wa shetani wa kuzaliwa. Kundi la pili ni mawakala waliofanya mawakala ili watumikie kusudi la shetani. Anajijua anachofanya na amepewa ahadi na masharti afanye. Yeye hajazaliwa kuwa wakala wa shetani, hajazaliwa, lakini amefanyika kuwa wakala. Na hao ndio tunao wengi makanisani. Shetani, wale mawakala wa kuzimu, wanaachilia roho ndani yao, alafu wanaenda wanawapana makanisani, wanaanza kufanya uharibifu. Yaani akija wakala mmoja akaingia kwenye kwaya hapo na kuambia mnachanganyikiwa, akiingia kwenye sifa mnachanganyikiwa, mnashangaa, yani kama karoka uzinzi kanaanza kila mtu anaanza kumtamani mwenzake. Wanasema hii roho imetoka wapi? Mbona si hii roho imetoka wapi jamani? Mbona tunaanza kuwazika na kanisa jamani? Mbona hawa watu waelewi? Kumbe kuna mtu ameingia kama wakala pale, ni agent, anaambukiza ile roho. Watu wanashindwa sasa kutembea kwenye utakatifu, kutembea kwenye ibada, kutembea kwa Mungu. Wanaanza sasa mafarakano, uzinzi, masengenyo, magombi, wanaingia wanapulizia kule. Hao ni mawakala wanaojijua, lakini wameambukiza, sio kwa kuzaliwa.
Sema amina kama unanielewa. Kwa mfano nilitoa asubuhi mfano mmoja, nikasema nilikuwa na mtoto wangu mmoja wa kiroho anafanya kazi. Wakati anafanya kazi, yule binti ameolewa, anaomba vizuri, yuko vizuri kabisa, lakini ghafla kwenye ile ofisi ambayo amepewa kuna bosi wake pale. Yule bosi akaja siku hiyo, anajua kabisa huyu ameokoka na nini, yani akamwambia wao, yani kile kumhagi. Kwa hiyo akaja akamwambia wao, njoo. Sasa kwa kuwa ameokoka anapata shida, lakini akaona huyu si bosi wangu, ngoja tu nimwagi. Alimkumbatia, akamng'ang'ania ndani ya sekunde karibia dakika moja nzima, anamkumbatia pale akatoa kile cha kimungu, akaingiza roho yake. Alipomwachia, kuanzia pale akapoteza maombi. Hajazini yule mama, hajazini, isipokuwa tu amemkumbatia. Akapoteza maombi, akapoteza ibada, akapoteza kusoma neno, akawa empty. Kuanzia pale akawa anapata shida, na kwa kuwa alifungua mlango mara ya kwanza wa kumkumbatia, kwa kila siku bosi akiingia, hata kama watu wengine wako pale, atamkumbatia tu, yani lazima mtafute amkumbatie, na kukataa na shida, kwa sababu tayari ameshaingiziwa liroho pale. Na mpaka ofisini, anasema ofisini watu wengine wakaanza kushuku yale mahusiano, mara mtanie, mara mfanye hivi, ameshaingiza cha kwake pale. Anasema baadaye akaanza kumtaka, akamwambia sikiliza, mimi nimeokoka. Sema ndio najua umeokoka, nyie walokole ndio tunawataka. Anamwambia kabisa, nyie walokole ndio tunawataka, na uwezo kanikwepa. Akaenda kamwalisia na mume wake, akamwambia omba. Akataka kuacha na kazi. Mwisho wa siku akanipigia simu, anambia mchungaji, nimefika mahali nashindwa nifanye nini, nataka niache kazi, nataka nifanye nini. Na anasema hivi, akiwa nje, mazingira nje ya ofisi, anasikia kumchukia yule bosi kuliko maelezo, lakini akija tu ofisini anakosa nguvu ya kumchukia, Kilichobaki ni Roho Mtakatifu anamnyima tu asizini. Sasa wao ni mawakala wa kuzaliwa, wanajua wanafanya nini kwa walokole, wanadhoofisha nini walokole, wananyonya kile cha kimungu ili wabaki watupu, waharibu maisha yao. Na nisikiliza nikwambie, hawa watu wakifanikiwa kumwangusha mlokole mmoja, wanapandishwa cheo na kupewa utajiri. Kama hujajua basi kwa taarifa yako. Sasa yule binti yangu tukaingia naye kwenye maombi, tukafunga, tukakemea, nikamuombea kwenye simu maana yuko mbali. Piga maombi, ngoa kilichopandwa. Ghafla akafunguka. Alipofunguka, siku anaenda ofisini kwa mara ya kwanza, akamwambia bosi, usinikumbatie kuanzia leo, maana wewe una nguvu isiyokuwa ya kawaida. Kuna vitu umevitoa ndani vyangu vya kimungu. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Yule bosi akacheka kicheko kile cha kipepo cha kichawi kabisa. Akacheka akacheka, alafu akaondoka zake. Ndio kuanzia pale sasa maombi yakarudi, ibada zikarudi. Na ndio maana sasa kama mtu uliokoka lazima uwe makini popote ulipo. Usiruhusu mawakala wa shetani wakaja wakaribu maisha yako. Wengine mko mashuleni, wengine makazini, wengine kila mahali. Hao mawakala wamepandwa kila mahali. Wengine ni walimu, wengine ni mabosi, wengine wafanyakazi wa kawaida, wengine wako kila mahali, wamepandwa na shetani mwenyewe. Na lengo lao ni kuwachukua wana wa Mungu na kuharibu wana wa Mungu na kizazi cha Mungu. Na ndio maana sasa hivi unashangaa tunaambiwa walokole nyie mmechanganyikiwa kabisa, mnafanya mambo ya ajabu. Hapana, si walokole wote. Tuna kanisa ambalo lina utaratibu, na ndio maana kanisa lina utaratibu wake. Yuko mchungaji, yuko mwangalizi, yuko askofu mkuu, wako wazee wa kanisa. Tunalindana kwenye wokovu. Lakini kuna watu ambao wameanzisha dini zao, yeye ndio msemaji wa mwisho. Akizini hakuna kunyoshia kidole, akifanya chochote hakuna kunyoshia kidole. Hapo ndipo wamejipenyezea, na mwisho wa siku wakifanya uharibifu tunaonekana wote waovyo. Lakini nataka nikwambie, sisi Shalom tumesimama imara, kanisa limesimama imara, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu imara, wala malango ya kuzimu haitalishinda kanisa la Mungu. Sema amina kama unanielewa. Hao ni mawakala aina ya pili. Aina ya tatu ni mawakala wasiojijua. Anatumika na shetani lakini hajijui kama anatumika. Hawa ni wanamna gani? Hawa ni ambao wanaluzi kwenye maisha ya kiroho. Hawa wakati mwingine shetani
anawatumia pasipo wao kujijua wanatumika. Wanatumika alafu wajijui. Unakuta anafanya uharibifu, lakini hajijui kama anafanya uharibifu. Na ndio maana kanisa likiwa moto, hawa ni rahisi kupona. Ili kundi ni rahisi kupona. Maana zile roho zikikemewa zinaondoka, mtu anabaki salama. Mungu atusaidie sana. Lakini hawa maajenti wa aina ya pili ambao wanajua wanachokifanya ni nini, wale mpaka wavunje mikataba. Maana kuna mikataba na maagano walioingia ya kufanya uharibifu. Yaani kwa taarifa yako, kuna watu wanakuja kanisani, wakishaliua kanisa, yeye anapandishwa cheo kwenye ulimwengu wa roho wa giza. Anapandishwa cheo. Kazi yao ni kuua makanisa. Na wanaanza kidogo. Sio wanaanza kwa kidogo. Wanapanda tu kwenye mambo madogo. Na wakati mwingine wanatumia vijana wao chipikizi wao. Wanakuja wanaingia. Ndio unaweza kushangaa unakuta vijana wako hapa kanisani, karoka na pamba, kana mwagwa hapa, unashangaa ni kuchumbiana, yaani si kuchumbiana, sio neno gani nitumie? Hata kuchumbiana sio neno zuri, maana kuchumbiana ni utakatifu, si ndio? Wanatongozana. Unakuta kama viko kama vibeberu kama vimbalelo. Kumbe ni roho imemwagwa, na wanatumia ile age ya teens, ile age. Na ndio maana mwezi wa 6 tunataka tuwakusanye ile age ya teens, tuwapike, tuwafundishe, tuwafunge, waombe, wajaze Roho Mtakatifu ili wawe na nguvu ya kukabiliana na maajenti wa kuzimu. Hata wakija wana nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Hawa ndio hao. Na ndio wiki iliyopita nikasema ndio wale ambao kazi yao tu nakupenda. Yaani kila binti nampenda, kila binti nakupenda, kila binti nakupenda, kila binti mchumba wake, kila binti hata sio mchumba, ni mharibifu tu. Unakuta na huyu ana huyu. Kwa hiyo hawai ni uharibifu tu, vurugu tu. Na binti naye mwingine unakuta binti kama anatumika na yeye amewapanda vijana foleni. Yaani hapa ni kote, sio tu kwa mabinti pekee, kwa vijana na kwa mabinti kote. Unakuta kawapanga kabinti yaka. Yaani amepanga. Na unakuta binti naye ana yule. Unakuta wana uharibifu, wanachafua hali ya hewa. Shika simu yake imejaa mapenzi. Mapenzi tu, unakuta message za mapenzi pale zimejaa tu. Mnaniangalia vibaya? Au nikusanye simu sasa hivi muone hapa nitakapokuta huko? Nikusanye hapa niwape wazazi hapa waangalie kama hatujakimbiana hapa. Kama mnabisha semeni. Mama Gledi, wanabisha. Nikusanye simu hapa. Kama hujashangaa ukasema uwi, Mama Gledi utapiga ile ya uwie unapopigaga ile, utaiweka mikono kichwani. Hao. Sasa tusifanye kazi ya shetani. Tupambane kwa hali na mali. Wanakuja mabinti zetu wametoka mashuleni hapa, wanawakodolea macho. Wanaanza kusema, "Unajua mimi nakupenda Unajua wewe." Na mimi nasema kanisa hili nikigundua kijana anaharibu vitoto hawa, na kuambia nitakufukuza kanisani mchana kweupe, utatoka hapa kanisani. Maana kio ni wakala wa shetani. Tuharibie vijana wetu hapa. Nitawakimbiza hapa kanisa. Tena nitakuchomoa utokee na dirishani pale. Utatokea mlangoni. Na wazazi tuwe macho. Tuwaombe na tuwafuatilie hao watoto wetu. Hichi kizazi cha tini hichi tuwafuatilie. Hichi kizazi kipya hichi tuwafuatilie. Maajenti wamepanua kinywa kutaka kumeza watoto wetu. Tusikubali kanisa katika jina la Yesu. Hatukubali. Tutapigana vita. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Na Mungu atusaidie. Sasa makundi mangapi? Maajenti wa kuzaliwa by nature. Na hao nitoa mfano asubuhi nikasema hao wa kuzaliwa, kuna mama mmoja, huyu mama alikuwa anatokewa na mwanaume kwenye ndoto. Anaolewa na mwanaume kwenye ndoto, anavikwa shela, anavikwa pete kwenye ndoto, akawa anatokewa na yule mwanaume kwenye ndoto, anamwambia mimi ni mume wako, mimi ni mume wako. Sasa walienda muda mrefu sana, baadaye yule mwanaume akamwambia usiwe na mwanaume mwingine wala usiolewe. Akamwambia nitakupa hela, kile unachokihitaji utakipata. Anasema yeye akienda dukani, yani akienda tu dukani hivi, akienda vidukani, akiwa njiani anashangaa anakutana na mtu anampa hela.
ananunua mahitaji yake, yani hela yote akiwaza, sema ninawaza 100,000, akienda njia anashangaa mtu anampa 100,000, anaenda zake dukani ananunua mahitaji. Akaendelea, hafanyi kazi. Lakini nakwambia yule dada ana mahitaji, yani mahitaji yake yote anapata. Mwisho wa siku akamtokea kwenye ndoto, akamwambia yule dada, akamwambia bwana, mimi utakuwa unanitokea kwenye ndoto mpaka lini? Nataka nikuone physical. Akasema utaweza kuniona? Akasema ndio. Uko tayari? Ndio. Asema sasa sikiliza, sharti ni hili, ukiniona nisikuone na mwanaume mwingine. Basi akamwambia nitakuja saa fulani. Basi yule dada akatandika, akamwelekeza mpaka na marashi ya kununua. Na ndio maana nyewe akina mama, sio kila marashi mnayapenda. Yale marashi yenye harufu kali yanavuta majini. Na kweli yule dada wakati anakuja hapa, akiingia tu hapa, hali ya hewa yote hapa mnasikia tu marashi yake makali kuliko mpaka yanaumiza pua. Marashi ya kipepo haya. Kwa hiyo akaja akamwambia nitakuja saa 9 ya mchana, nitakuja chumbani kwako. Kwa hiyo akapuliza marashi, akasafisha nyumba, anasema sitaki nikute uchafu wa aina yote. Na kule saa 9 ilipofika, akashangaa anaingia chumbani, anamkuta yule mwanaume amekaa kitandani. Physical kabisa. Basi akamwambia tutakuwa tunaonana mara kwa mara. Utakuwa unaniona kwenye ndoto, lakini utakuwa unaniona hivi mara kwa mara. Sasa wakaendelea, wakazaa watoto. Watoto wawili walikuwa ni wa kipepo kazaa, lakini mtoto mmoja akamzaa kabisa, na amemzaa bila mwanaume. Na yule mtoto alikuja naye, alikuwa na mtoto mwingine ambaye alimzaga kabla ya kutana na ile pepo, ile jini hilo. Alikuwa na mtoto mwingine. Asakaje na wale watoto. Yule mtoto anasema mchungaji, tunaweza tukakaa naye hivi akapotea. Alafu macho yake ukimwangalia, unajua sisi kwenye macho sisi tuna gololi kule ndani, kuna kakini fulani, si ndio? Yaani kinatanuka, kinarudi, kinasiana kutanuka. Alafu jicho moja hili linaweza likaangalia juu, hili kaangalia chini, hili linaweza kaangalia huku, hili kaangalia huku. Jamani wapendwa, nimeona live, sio na hadisia. Jamani mimi mchungaji unasemaga uongo? Sisi nikasema uongo madhabahuni, sio hadithi za kufikirika. Na aliniambia nimwombee, sikumuombea. Nikasema we, huyu na kumwombea, huyu kazaliwa na jini, unamwombea unaanzia wapi? Hata wewe ungesubutu kumwombea? Zaidi tu ya kuomba tu afe. Maana ni shida. Habadiliki. Mtu ambaye amezaliwa bila baba, amezaliwa na jini, amelala na huyu mwanaume, na akaambia ni mtoto wangu, nimekupa wa kimwili kabisa. Anasema yule mtoto anaweza kukaa nyumbani akafanya kituko, akafanya uharibifu, anataka kuchoma nyumba, mara afanya hivi, ana tabia za ajabu ambazo hazipo duniani, na ni katoto ni kadogo. Anasema wanaweza kapotea, wakimtafuta wanamtafuta, ghafla wanamkuta amekaa. Anasema mchungaji, naomba unisaidie, natokaje kwenye hili jaribu? Na kilichoniponza ni tamaa yangu ya pesa. Maana alienda kwa mganga, wale waganga wale wanaovaga, si unajua wale waganga, akapigiwa dua za kutosha. Akaambia sasa, asema mimi uchumi Mungu, asema sasa wewe tunataka tukupe mwanaume ambaye atakuwa anakupa pesa. Sema kama atakuwa ananipa pesa nipeni. Kwa akapigiwa zile dua, akapigiwa yale manyanga, akapigiwa. Akaambia nenda atakujia usiku. Kwa hiyo alipoenda nyumbani ndo akaanza kumtokea ile jini usiku limemoa. Kwa hiyo akamtokea, wakafunga harusi, wakavalishwa na shela, akavalishwa na pete. Sasa yule mtoto amezaliwa ni yule tunasema wakala wa kuzaliwa. Wengine ni wale ambao wanaenda kwa waganga, hawana watoto kwenye ndoa yao, wanaenda kwa waganga, alafu mganga anampa dawa, anamwambia nenda utazaa mtoto. Akifika tu anazaa mtoto, yule mtoto wanaitwa watoto wa dawa. Hao ni mawakala wa kuzaliwa, kwa sababu wamepatikana kwa njia ya ushirikina. Yaani kuna mijitu imekaa, sura zao ukiangalia namna hii, wangapi washakutana na watu wa namna hiyo? Yaani ukiwaangalia unatishika, unasikia kwa wewe unasema huyu ni mwanadamu au ni wapi huyu? Wangapi washakutana na watu wa namna hiyo? Wangapi wamekutana na watu wa namna hiyo? Wengi wamekutana nao. Sikwambia haya ili kukutisha, na kuambia haya ili tujipange kwamba kanisa tuko vitani, tunapambana. Na Mtume Paulo anazungumza kabisa kwenye Efeso 6 mstari wa 10. Anazungumza sisi tunapambana na kina nani? Haya. Anazungumza hapa lugha ya kijeshi. Efeso sura 6 mstari wa 10.
This is military statement. Military statement. Nini maana military statement? Ni kauli za kijeshi. Anazungumza Mtume Paulo akisema, hey wote, hey, mguu pande mguu sawa, mbele tembea mbele tembea, nyuma geuka nyuma geuka, wanageuka wote. This is a military statement. Asa Mtume Paulo anatoa military statement kitabu cha Efeso sura 6 mstari wa 10. Naomba waanze kusoma hapo. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa sikiliza. Mtume Paulo anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uwezo wa nguvu zake. Kwa sababu kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Vaeni silaha zote. Neno vaeni silaha, jamani, hapa alikuwa anawaambia nani? Sasa hebu nikuulize swali moja. Hivi raia anavaga silaha? Ushamona raia amepewa bunduki? Leo rais wetu mpendwa Mama Samia akasema sasa jamani tunaenda vitani, kwa hiyo silaha zote zigawanywe kwa raia. Hivi kuna kitu cha namna hiyo kweli? Ila silaha zinagawanywa wanajeshi. Tuko pamoja? Unapookoka mpendwa, wewe ni soja, wewe ni mjeshi, wewe ni kamanda. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Paulo anaposema vaa silaha, maana yake unavishwa mtu ambaye wewe ni nani? Ni askari. Sisi ni maskari wa Yesu. Mgeukie mwenzangu mwambie wewe ni askari. Mbona kama sungusungu tu kama mbona umekaa kisungu? Wewe ni askari kweli? Sisi ni maaskari. Na Mtume Paulo anatoa kanuni. Vita vyetu sisi juu ya namna nyama, lakini sisi ni maaskari. Vaeni silaha mweze kushindana siku za uovu. Yaani maana yake mpambane vita vya kiroho kama askari wa Yesu. Unajua hata jeshini kuna vitengo mbalimbali. Na hata sisi hapa tuna vitengo mbalimbali. Sema amina. Kuna wengine jeshi la anga, wengine jeshi la majini, wengine jeshi la mizinga, wengine ni infanti, askari wa miguu ambao wana silaha, wanatangulia mstari wa mbele, wengine makamanda, wengine maupelelezi, wengine ma-FFU. Muulize mwenzangu, wewe kitengo gani? Mwambie. Ngeukie mwambie mwenzangu, wewe kitengo gani? Mwambie ni kitengo gani? Wewe kikosi gani rafiki yangu? Kikosi kipi? Ni FFU? Mgeukie mwangalie basi. Mwambie au sungu nini wewe? Unalinda na upinde na mshale. Jamani amina tumegawanywa hivyo. Kuna wengine ni makomando, wanapita mazingira yote. Lakini kuna wengine fanya fujo uone. Yale akiingia tu agent hapa dakika ameshashughulikiwa na FFU. Wengine usalama wa taifa, usalama wa rohoni, wanatunza usalama. Na ndio maana kanisani kuna watu wakiangalia wenyewe kazi yao kuangalia dhambi inatokea wapi. Dhambi inatokea wapi? Nani amevaa kimini? Nani amevaa kimini hapa? Nani amevaa vibaya hapa? Nani? Wanaangalia. Jamani, hao ni kitengo maalum cha upelelezi, kinapeleleza kanisa. Nani ameingia amekaaje? Usiogope, usiseme unafuatiliwa. Hao ni wapelelezi, hao ni idara ya usalama wa mbinguni, wanafuatilia kwa siri maisha ya watu walokole wanaendeleaje. Kama unapigwa wanatoa taarifa. Sema amina. Tuko jeshini wewe. Wengine fanya fujo uone. Yaani akiingia tu mtu hapa anajaribu kuleta sijui nani, tayari wameshamdaka, wamebandika mikono. Toka kwa jina la Yesu. FFU fanya fujo uone. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Wengine ni ma-MP, yani ma-MP ni maana yake ni military police. Yani wakija hapa, umeingia tu kanisani hapa, unataka kucheza na mchungaji, wameshakutanganyika jeki ya kiroho pap. Anyonyika basi na wewe mpendwa, mbona jikazi? Tanganyika jeki wewe, shindwa kwa jinsi. Piga mtama katika jinsi pale. Mtama yakini ya kiroho sio ya kimwili.
Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Wengine ni vikosi vya angani, kazi yao ni kudili na wakuu wa anga, wanashusha wakuu wa anga, piga anga, piga wakuu wa anga, piga wanaoruka kwa ungo, na kuambia mchawi yoyote anayeruka kwa ungo akikatisha, kiko kikosi cha anga kinatuma makombora, kinatuma moto, wanaanguka chini wachawi. Sema amina kama unanielewa. Hebu ni mwenzie zako, wewe ni kikosi gani wewe? Kikosi gani? Lakini wengine ni maaskari, lakini ni maaskari madaktari na manesi, wako makanisani, kazi yao ni kuganga mioyo ya watu. Wengine ni vikosi vya kushambulia, wana mizinga, wana maroketi, kazi yao ni kupiga. Hawa ni wale wahubiri wa injili, wainjilisi, kikosi cha mizinga, kazi yao kushambulia, wanashambulia. Na ndio maana nimesikia kuna ushemasi wanaenda kuhubiri injili. Hichi ni kikosi cha kushambulia. Sema amina kama unanielewa. Mwambie wenzangu, wewe ni kikosi gani mpendwa? Hauna kikosi. Mwambie zako, hauna kikosi wewe. Askari lazima awe na kikosi, awe na mahali anatumikia kama askari. Hauwezi kuwepo kanisani wewe kama askari hafu una kikosi chochote. Wengine ni makomando. Sema makomando. Sema makomando. Wengine ni makomando, wanapambana na hali zote. Maana sifa ya komando, anapambana angani, nchi kavu, baharini, mvua inyeshe, jua liwake, yeye ni kikosi hicho. Nataka nikwambie, hawa ndio wale wakina Kiula na timu ya maombi. Wanakuja maombi ya Jumatatu mkesha, Jumatano mkesha, Ijumaa wako hapa. Kazi yao ni kupambana kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kikosi cha makomando. Sasa vikosi hivi vyote vinapambana na hizi ngazi ambazo Mtume Paulo amezitaja. Kinapambana na shetani na mawakala wake wote na maagenti. Kinapambana na falme, kinapambana na mamlaka, kinapambana na wakuu wa giza, kinapambana na majeshi wa pepo baya, na kinapambana na shetani na mawakala wake na wachawi na washirikina. Kwa kazi ya hivi vikosi mbalimbali ni kupambana na hizi ngazi ambazo Mtume Paulo amefanyaje? Amezitaja. Hizi ngazi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie wenzako, wewe ni kikosi gani? Ameshajielewa Nani sungusungu? Nani mgambo? Nani FFU? Nani FFU? Ezron, kwa kweli wewe ni FFU. Mimi nakukubali. Mzee Ezron ni FFU. Nani usalama? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapambana kwa namna hiyo. Sasa Biblia iko wazi. Sasa ili askari akamilike, anapaswa kuvaa silaha. Kwanza silaha alizonazo ni silaha za kujilinda na silaha za kushambulia kama nilivyosema. Anajilinda, anashambulia. Anajilinda, anashambulia. Anajilinda, anashambulia. Hasa kwenye silaha za kujilinda, naomba tusome pale mstari wa ngapi? Wa 17. Na walokole wengi wana silaha za kushambulia tu, lakini za kujilinda hawana. Ndio maana shetani anawapiga. Na mimi leo nakufundisha uwe askari uliyekamilika, ili unapopambana vita ujikute unapiga alafu unashinda vita, sio unashambuliwa. Ukishambuliwa, na ndio maana sasa nchi za wenzetu wakishambuliwa wana mitambo ya kujilinda. Naomba unisomee hapo. Kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu. Sasa hizi ni silaha za kujilinda. Toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Ili uweze kushindana, kupigana vita vya kiroho, kushambulia, kutupa mabomu ya kiroho, kusambaratisha nguvu za giza na ufalme wake, shetani na mawakala wake. Vaa silaha za rohoni. Vaa silaha hizi. Mkiisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Silaha ya kwanza ni kweli. Sema kweli. Hapa Mtume Paulo anatupa picha ya askari wa Kirumi. Enzi ile wakati wakina Mtume Paulo kulikuwa kuna askari wa Kirumi. Na yule askari wa Kirumi alikuwa anavaa nini?
walikuwa wanavaa mikanda ya kijeshi. Hata mpaka sasa hivi kuna mikanda ya kijeshi. Sasa kwenye ile mikanda wakivaa, ule mkanda kwanza ni kiunganishi. Yaani kwanza surale ikae vizuri. Anapokimbia, anapofanya chote, na wanaume tunavaa mikanda. Kwa nini tunavaa mikanda? Hata vijana sasa hivi wanatembea hawana mikanda. Hizi fashion zingine za nyeo sijui zimetoka wapi. Ndio kijana kachomekea alafu ana mkanda. Sasa mtoto akija akifanya namna hii ndio simeenda sasa imeshuka tena. Maana mkanda ni kusitiri kwamba suruali isivuke, kulinda heshima ya mwanaume. Mwanaume analindwa heshima yake ni kwamba hapaswi kuonyesha anapaswa mkanda. Hata wale wanaovaa bilegezo hapa wanavaa hivi. Yaani hiyo unatumikia uwakala wa shetani, kwa sababu Marekani kule ukivaa tu suruali hapa hivi nusu nini hapa hivi unavaa ukivaa hapa maana yake wewe ni shoga, unajitangaza. Na ndio maana kule mashoga wengi sasa hivi mtandao huko kila mahali unasikia Pidide. Kumbe Pidide ni jamaa ambalo linaeneza ushoga kule Marekani, na amefungwa sasa hivi. Wanafanya sherehe, anahonga, kumbe anafanya vijana wawe mashoga. Anasema funga kweli. Imeandikwa ukweli au ukweli? Kweli. Kweli maana yake ni nini? Biblia inasema utaifahamu kweli na kweli utakuweka huru. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Maana yake huo mkanda, unajua Wamasai wanavaga rubega, wanafungaga na nini? Na mkanda kiunoni. Ule mkanda wakifunga hawakosi kitu inaitwa nini? Sime. Jamani, ile sime sio ya marembo, ile sime ni silaha. Lakini uzuri wenzetu wanaitumia. Hawatumia ovyo ovyo tu. Uweze kumkuta Masai ananyonyoa sime anataka kukata mtu, hapana. Ni mpaka hatari imetokea. Ile sime na matumizi anahifadhi. Kwa hiyo mikanda yetu sisi ya imani, mikanda yetu ambayo tumefunga kiunoni, ihifadhi risasi, na risasi ni neno la Mungu. Neno la Mungu lihifadhi kwenye viuno vyako. Amina. Ndio maana Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno la Mungu nisikutende dhambi. Sasa dunia imejaa ukweli, lakini Biblia imejaa kweli. Ni ukweli. Madaktari wamesema wewe utakufa kwa kansa. Ni ukweli. Madaktari wamesema umri uliofikia huwezi kuzaa tena. Ni ukweli. Madaktari wamesema umeondolewa kizazi, utapata mtoto. Lakini neno la Mungu ambalo ni kweli inasema inawezekana kwake yeye aaminie. Hata kizazi kilichoondolewa bado mtu anaweza kupokea mtoto katika jina la Yesu. Ni ukweli. Umri umepita wa kuzaa, lakini kweli ya neno la Mungu inasema Sara alipokuwa mzee na Ibrahimu alipokuwa mzee, Bwana akawapa watoto. Bwana akampa Isaka, Ibrahimu akazaa mtoto katika uzee wake. Hivi unajua Sara amezaa akiwa na miaka mingapi? 90. Hapa kuna mzee wa miaka 90 hapa. Una umri gani? Simama. Asa 85. Mwangalie huyu bibi ana miaka 85. Kasoro 5 au 90. 85 huyu hapa. Lakini malaika anakuja anamwambia Sara, majira kama haya mwakani utapokea mtoto. Bibi kama huyu ataacha kucheka? Hivi unajua Sara alicheka, lakini alicheka kwa halali bwana. Yeye ni 90. Bibi kama umwambie utapata mtoto. Azama mchungaji, naona utani mwingine huu. 90. Bibi kama huyu. Lakini kwa kuwa Biblia inasema kweli, haisemi ukweli, inasema kweli. Neno la Mungu ni kweli. Na majira kama yale wakati Sara ametokewa akiwa na miaka 89, mwaka wa 90 Sara anazaa mtoto. Bibi kama huyu anazaa mtoto. Hebu fikiria. Eti wa mama mnaenda kwa bibi, jamani bibi amezaa mtoto jamani. Isaka amezaliwa. Tunaenda na Mbesi. Hiyo ndio kweli ya neno la Mungu. Kweli inabadilisha mazingira. Ni ukweli. Umetoka kwenye familia kimaskini, familia isiyokuwa na mwelekeo, kama Gideoni alipoambiwa, Gideoni inuka ewe shujaa,
Mungu anakuona wewe ni shujaa, anakuona wewe ni shujaa, anakuona wewe ni shujaa, anambia inuka wewe shujaa. Gideon anasema mimi ushujaa wangu uko wapi? Mimi ndio kwenye familia maskini. Anaanza kunungunika, familia yake ni maskini. Sisi ni kabila la Manase, kabila la chini kabisa, lisiokuwa na heshima. Lakini ngoja nikwambie mpendwa, ukweli ni ukweli umetokea kwenye kabila halina heshima. Ni ukweli wa wanadamu umetokea kwenye kabila la umaskini, ukoo umaskini. Lakini kweli ya neno la Bwana, kweli neno la Bwana, hata kama tumetokea kwenye familia hizo, Bwana anafanya njia pasipo na njia katika jina la Yesu. Unasimama kwenye ukweli au kwenye kweli? Funga kweli kwenye kiuno chako. Funga neno la Bwana. Liishi neno la Bwana. Tembea na kweli, tembea na kweli mpendwa, tembea na kweli ya Mungu, tembea na kweli ya neno la Bwana. Linasema nini juu ya maisha yako? Linasema nini juu ya historia yako? Sema, ngoja nikwambie, yuko Yabesi ambaye amezaliwa kwenye hali ya uduni, hali ya utungu, akamwambia Bwana, na kulingana nipanulie hozi yangu. Ukweli ya neno la Mungu, Bwana atakupanulia hozi yako, Bwana atapanua mipaka yako, Bwana atakubariki, Bwana atakuinua. Simama kwenye kweli. Simama kwenye kweli. Simama kwenye. Wanadamu wamejaa ukweli. Madaktari wamejaa ukweli. Waambia unajua according to this hapa hii kansa inakuwa. Ukweli wameongea. Nenda kwenye kweli ya neno la Mungu. Amechukua masikitiko yetu, amebeba fadhaa zetu, na kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa kupigwa kwake kansa hakuna, kwa kupigwa kwake virusi hakuna, kwa kupigwa kwake hakuna vidonda vya tumbo, kwa kupigwa kwake kwa kupigwa kwake tumepokea uzima. Pressure hakuna, kansa hakuna, virusi hakuna, kwa kupigwa kwake hakuna sukari. Simamia kweli. Kwa hiyo Paulo anasema silaha ya kujilinda ni kusimama na kweli ya neno la Mungu. Na hii Wakristo wengi wamelaki kweli. Wakristo wana ukweli wa wanadamu, lakini hawana kweli ya neno la Mungu. Ndio maana hatuna hiyo, ni silaha ya kujilinda. Ndio maana shetani alileta za kuleta kwa Yesu. Anaenda kumwambia, unajua imeandikwa rere. Akamwambia, wewe unijui, mimi ndo najua maandiko, mimi ndo neno lenyewe. Imeandikwa geuza mawe ya mkate. Unajua shetani anataka kumanuvers. Akamwambia, sikiliza come on shetani. Mtu hataishi kwa mkate tu. Hatuishi kwa mkate tu. Hatuishi kwa vyakula. Tukiishi kwa vyakula tutakufa na mapresha, tutakufa na masukari. Tunaishi kwa neno la Bwana. Tunaishi kwa neno la Kristo. Tunapiga na mifungo, tunakula na neno. Kuna wakati lazima tule neno ili tuwe hai. Lazima tule neno, sio vyakula. Na wapenda, ngoja niwaambieni, wakati friji imejaa ndio mtafute Mungu. Ndio utafute uso wa Mungu. Una watu wakiwa na njaa ndio wanafunga. Yaani akiona hakuna chakula wanaingia kwenye mfungo. Kwa hiyo silaha ya kweli, sema kweli. Hii ni silaha ya kwanza ambaye mtume Paulo anaieleza. Silaha ya pili? Silaha ya pili, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Ya pili ni dirii ya haki. Dirii ya haki ni nini? Ni bulletproof. Ni kuna bati fulani wao wanavalishwa wale wanajeshi wa Kirumi. Ukipiga mkuki wa upenyi, sio ni shaba, sio ni bati, ni chuma gani kile, itakuwa ni shaba maana ni chepesi. Piga mkuki wa upenyi. Kwa maskari hao wa kawaida wanavaa kitu inaitwa bulletproof. Piga risasi haingii. Sasa mtume Paulo anasema vaa dirii ya nini? Ya haki. Haki ni nini? Dirii ya haki maanake haki, tumehesabiwa haki
kwa njia ya imani baada ya kumpokea Yesu tumehesabiwa haki. Lakini haki ambayo anaizungumza hapa, ili upate haki lazima uishi kwenye neema. Lazima uruhusu neema ya Kristo ndani ya maisha yako. Na tumepata neema, tumesamehewa dhambi zetu, tumepata haki ya kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ili uendelee na haki hiyo, lazima uyaishi maisha matakatifu. Sema amina. Jamani, amina. Kifuani hapo unalinda moyo. Moyo uko hapa kifuani. Lazima ulinde moyo wako. Usiruhusu matakataka kwenye moyo wako. Kuna mijitu kazi yao kukusanya, akiambia hichi anaingiza, akiambia hichi anaingiza. Yaani ni moyo limekaa pale limeingizwa. Mama nani amekusema? Moyo umekaa umekunyamana namna hii. Paka unazeka kwa sababu ya mavitu umebeba kwenye moyo. Ndio maana Biblia inasema Mithali 4:23, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote unavyolinda, maana hapo ndipo chemchemi za uzima zinakotokea. Ulinde moyo wako dhidi ya uchafu wa dunia hii. Unaingiza nini kwenye moyo wako? Biblia inasema kimtokacho mtu akimtii unajisi, bali kimwingiacho mtu kinachotia mtu unajisi. Unaingiza nini kwenye moyo wako? Weka diria haki. Usiingize uchafu wa aina yote kwenye moyo wako. Unaangalia vitu vya ajabu, unaangalia mapornography, mapicha ya ajabu ajabu, picha za uchi, unaangalia, unaingiza kwenye moyo wako nini? Ingiza neno, ingiza maombi, ingiza neno. Usiingize uchafu. Unadestroy nini? Silaha ya haki. Usijichanganye. Usisikilize habari mbaya. Wewe kila saa kazi ya kusikiliza habari mbaya tu. Usiangalie matakataka ya dunia hii. Na industry yenye pesa ni industry ya pornography, picha za uchi, na wengi wanapenda hivyo vitu. Kuna mmoja amemwacha Yesu hivi hivi tu, anaangalia, akaanza kutamani wanawake, mwisho akawa anatembea na huyu, anatembea na huko, ameokoka. Maana zile picha mbaya, zile picha, wengine ni majini. Wanawake walio kwenye internet kule, wengine ni majini, wametengenezwa. The moment unamwangalia hivi tu, unasikia unavutika poa, moyo wako unahamishwa kwa Mungu. Unakosa ibada, unakosa maombi, unakosa nini? Mwambie wenzako, linda moyo wako. Mwambie wenzako, vaa diria ya haki. Vaa nini? Unakuta mtu anasema napiga shetani, napiga mapepo. Huku ndani ya moyo haongei na ndugu yake. Huku ndani ya moyo ana uchungu. Lakini kwa shetani unashambulia. Na ndio maana leo hii Wakristo wengi wanapigwa na shetani kwa sababu hawana nini? Silaha za kujilinda. Ukikosa silaha ya kujilinda, hata upige mapepo yanakucheka. Unajua kuna watu wakipiga mapepo, shetani kule kuzia, jamani na huyu naye. Yaani na huyu. Yaani wewe mama nani wewe. Kwani wewe unakunipiga mimi wewe? Anakudharau.